Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby, tutakuunga moja kwa moja. Kiongozi mkuu wa Irani Ali Khamenei anasema kuwa kauli ya Donald Trump ya kujisalimisha ya kipuuzi na wala haiwezi ikatokea kwao. Anasema Irani watapigana mpaka tone la mwisho, mpaka shahidi wa mwisho, lakini swala la kujisalimisha kwao haliwezi kutokea katika maisha yao. Amani kufikia popote ulipo, peace be upon you. Assalamu alaikum, natumai wewe ni mzima wa afya. Na nimekuja ili tuzungumze kidogo mimi na wewe kuhusu baadhi ya mambo ambayo yanaendelea. Kabla sijazungumza, nikumbushe kuwa hii channel unayoitazama inaitwa Rahby Digital, ambao tumekuwa tukijitahidi kuiboresha kutoka hapo ilipokuwa awali, lakini tuna muendelezo wa kuboresha hii channel ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi, tuweze kufikia wachambuzi wengi zaidi, na tuweze kualika watu wengi zaidi kwenye mazungumzo. Kwa hiyo tuko kwenye mchakato wa kuboresha hii channel, na katika mchakato huu tunatumia njia moja ya kuboresha kuwa tunatoa t-shirt ambazo zitakuwa ni sehemu ya mchango. Yani ukinunua t-shirt hiyo utakuwa umechangia hii channel kuwa bora zaidi na kuweza kuwafikia watu wengi zaidi. Shilingi 50,000 t-shirt ambayo itakuwa ni sehemu ya mchango wako katika uboreshaji wa Rahby Digital, ambayo iweze kuwafikia watu wengi sana. Kwa hiyo kuna namba na maelekezo ambayo yanatokea hapo. Tunaomba utuunge mkono kwa hilo ili tuweze kuboresha ukubwa wa channel yetu na iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Nataka kuzungumza kuhusu baadhi ya mambo mawili matatu ambayo yametokea. Kuna picha, kama picha au video imekuwa ikizunguka, ni picha zaidi, imekuwa ikizunguka kwenye mitandao ambayo inaonyesha kama kumekuwa na safari za ndege mbili za Irani, ndege za kibinafsi za Irani zimetoka Teherani kwenda Muscat. Pale ni karibu sana, unajua, na ukizingatia kuwa anga imefungwa. Sasa kuna picha inazunguka kuwa inaonekana inakwenda, na inaleta maswali kama kuwa chini kwa chini inaonekana kama kuna mazungumzo yanaendelea chini kwa chini, ambayo msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani Ismail Baqai anasema kuwa hizo taarifa ni za uongo, wala sisi hatuhusiki nazo, wala sisi hatujakaa kwenye mazungumzo yoyote, hatujazungumza na lolote. Trump alivyozungumza na vyombo vya habari pale Ikulu, anasema kuwa huenda mazungumzo yapo. Wakati anaulizwa swali kuwa je, Marekani itaingia au haingii, ameshindwa kujibu moja kwa moja kuwa Marekani itaingia moja kwa moja kwenye vita au haitoingia, kwa sababu ni kitu ambacho Trump anakizungumza kinavuruga, lakini si tu kwa kinamvuruga Irani, kinavuruga mpaka washirika wake. Israeli, ukiangalia vyombo vya habari vya ndani vya Israeli, mfano kama jana, taarifa za jana baada ya Trump kumaliza kikao na wakuu wake wa usalama, vyombo vya habari vingi vya Israeli vikaripoti kuwa tayari Marekani itaungana na Israeli usiku, na baadhi ya media zikasema kuwa mashambulizi ya jana usiku yaliendana sambamba kati ya Israeli na Marekani, walikuwa sambamba. Maana yake kuwa Marekani alishiriki kwenye mapigano yaliyokuwa yametokea. Sasa Trump anasema kuwa hajaamua kama ataingia au hatoingia, kama atapeleka askari au hatopeleka, lakini anasema kuwa kuna mazungumzo tumeacha wazi kati ya Irani kuwa wayamalize haya, wazungumze. Kauli zinaleta utata na hazieleweki. Kuna wakati Trump anashindwa kufahamu nafasi yake, athari ya kauli zake, na kile anachokizungumza kinaendaje kwenye jamii, kwa sababu mara kadhaa kauli zake zimekuwa na utata. Chukulia kwa mfano alivyokuwa na ugomvi na Uchina. Wakati wana ugomvi na Uchina, kwenye ugomvi wa masuala ya kibiashara, kauli za Trump zilikuwa zikiathiri masoko duniani. Masoko ya biashara yalikuwa yanayumba sana. Masoko ya hisa duniani yaliporomoka sana kwa sababu tu ya kauli zake. Mara kadhaa zimeathiri mambo mengi. Sasa hii ya Israeli imekuwa ikiweka hali ya ile hali ya sinto, kwa sababu mfano kama Irani jana walitangaza kuwa tumeweka makombora, tumeelekeza kwenye kambi za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati. Marekani ana kambi kila sehemu Mashariki ya Kati.
ana askari zaidi ya 50,000 wako Mashariki ya Kati. Kambi kubwa kabisa ya Marekani ipo Qatar. Sasa anao askari wa kutosha hapa. Na tayari Iran wakasema kuwa sisi tumeelekeza makombora yetu kwenye maeneo tofauti tofauti. Na hilo tulikuwa tunalisubiri wakati wote. Yaani Iran wanasema kuwa tunasubiri ikiwa Marekani atatushambulia, basi sisi tutaachia makombora yetu yaende kupiga maslahi ya Marekani yalipo. Hiyo kauli ambayo ilikuwa ni kwa sababu ya kauli ya Trump. Lakini ni kauli ambayo ilipokewa mikono miwili kwa Israeli. Kwa sababu Israeli waliamini sasa wanaenda kutegua mtego ambao umewashinda. Vinu vya nyuklia vya Iran mpaka sasa viko salama. Licha ya kuwa Israeli anaturipotia kuwa ameshambulia still viko salama. Na hii ni kwa taarifa ya shirika la atomic la ndani la Irani, lakini hata taarifa ya IAEA ilisema ni kidogo kulikuwa kuna kwa juu, yani kulikuwa kuna athari dogo kwa juu, lakini chini kabisa wanasema haijafika kokote. Sasa Israeli amekuwa akitegemea ndege ya Marekani B2 ambayo ndio ina uwezo mkubwa wa kubeba kombora zito kabisa, kwa sababu ili uweze kutikisa au kuathiri mfumo wa nyuklia wa Irani, angalau kombora lifike juu ya kilo ya tani 18,000 juu ya hapo. Sasa ndege ya B2 inabeba mpaka 26,000 kilo, tani 26,000. Sasa inaweza kutikisa ile, lakini Marekani bado haijaidhinisha kuwa iende lini au wakati gani. Wakati huo Marekani anakuambia kuwa tuko tu kwenye nafasi ya mazungumzo. Lakini aliulizwa swali alipokuwa ofisi kuwa kauli ya Macron, unajua alivyotoka Canada, Macron alivyoulizwa na vyombo vya habari kwa sababu alikuwa na Trump, akaulizwa kilichomrudisha Trump Marekani haraka nini, akasema kuwa anakwenda kwa sababu anataka kushughulikia masuala ya usitishaji wa vita, ceasefire. Lakini baadaye Trump alipofika Marekani akasema ile kauli haikuwa halisi. Sio kweli alikuwa amesema vile. Manake Trump anasema kama Macron alizidisha chumvi. Kwa hiyo aliulizwa tena hilo swala akasema kuwa sizungumzi kuhusu ceasefire, tunazungumzia kuhusu ushindi kamili. Hii ni kauli nyingine yenye utata. Yaani ushindi kamili, lakini upande wa pili anakuambia kuna kuna mazungumzo mezani. Irani wamejibu hili, wanasema kuwa hatujatuma mwakilishi yoyote wala hatujaomba mazungumzo yoyote na Marekani katika kipindi hiki. Sisi hatujataka suluhu yoyote na Marekani. Hiyo ndio wamelizungumza Iran. Lakini katika hili kuna kauli moja sasa imekuja, kuna utata. Kauli iliyotolewa na mkuu wa IAEA Rafael Grossi, alikuwa akiongea na Al Jazeera kwenye interview, anasema kuwa shirika lake la IAEA ambao ndio wakaguzi wanaiwakilisha NPT kwenye mkataba wa nyuklia, wao wamekagua, yani anasema katika ukaguzi wao waliokagua ndani ya Irani hawajaona viashiria vyovyote vya kuwa Irani alikuwa anaenda kutengeneza kombora la nyuklia. Viashiria vyovyote hawajaviona kama Irani mpango wake ulikuwa unaenda kwenye nyuklia. Lakini rudi wiki moja nyuma, Grossi aliwasilisha kwenye Baraza la Usalama taarifa ambayo ilionyesha kuwa Irani hatekelezi makubaliano ya urutubishaji. Huyo Grossi, sijui baada ya kupokea lawama nyingi kaamua kubadili kauli, lakini kama kauli ya Grossi ilivyo, ambaye ni mkuu wa shirika la atomic duniani IAEA, ambaye ndio mkubwa, Rafael Grossi, bosi, anasema kuwa hakuna ishara zozote za kuwa Irani ndio alikuwa anaenda kutengeneza bomu la nyuklia. Lakini tayari Israeli amemshambulia, pamoja na Marekani wamemshambulia Irani, wameua makamanda wake. Uwajibikaji uko wapi? Kwa sababu kwa kauli hii ya mkuu wa kitengo ambacho ndio kina kazi maalum ya kukagua kama huyu anacho huyu hana, inatoa jibu kuwa hakuna. Sasa mnataka tusemeje? Kuwa Marekani mpaka hapo alikuwa anataka aendelee kusapoti, au kuna kingine mnakitafuta Irani? Kwa sababu kama sababu za Irani kuwa Iran na nyuklia, tayari bosi wa IAEA amethibitisha kuwa Irani hakuwa kwenye mpango huu, na huyu ndio mwenye kazi hiyo anathibitisha kuwa Irani hakuwa kwenye mpango wa nyuklia. Kwa nini mmeishambulia Irani? Nani anawajibika kwenye hili la kushambulia Irani? Kwa hiyo ile double standard ya dunia iko wapi? Lakini kwa sababu malengo ya kwenda Irani yalikuwa na sababu ya nyuklia, lakini kuna malengo mengine, na ndio maana katika malengo hayo unaona kuwa vituo vya television vinashambuliwa, unaona kuwa hospitali zinashambuliwa, unaona kuwa maeneo ya raia yanashambuliwa, wakati lengo limewapeleka ni kupiga nyuklia, yani kuzuia mpango wa nyuklia. Mpango wa nyuklia na television unahusiana nini? Sijui unaelewa kweli, unaiona hiyo. Sasa nimalizie na hii picha ambayo imeonekana kuwa Irani wamekanusha
kuwa hakuna mazungumzo yoyote yanayoendelea, lakini hawajatujibu kuwa zile ndege mbili ambazo zimerekodiwa kwenye shirika ambalo lina rekodi safari za anga duniani, kuwa kuna ndege zimeonekana zinasafiri kutoka kati ya Tehran to Muscat. Hizi ndege zinafanya shughuli gani? Sasa hakuna majibu. Ni kama Irani bado pia na wenyewe hawataki kutuambia ukweli kwenye hili, kuwa hizi ndege zilikuwa zinafanya nini. Na kwa sababu tunafahamu kuwa mazungumzo yote ya nyuklia yalisimamiwa na Oman katika raundi zote 5. Yalisimamiwa na Oman. Hata raundi 2 zilizofanyika kule Rome zilifanyika Rome tu, lakini kwenye ubalozi wa Omani ambao ulikuwa Rome. Ni kuwa tu imetolewa location, lakini waliokuwa nasimamia alikuwa ni yule waziri wa mambo ya nje wa Omani, Hamad Badr al-Busaidi, ndio alikuwa anasimamia mazungumzo kuanzia Rome mpaka Muscat. Sasa kitendo cha kuona ndege zinatoka Teherani kwenda Muscat, bado hatuna jibu kuwa hizo ndege ni kwa ajili ya nini. Maybe tuchukue kauli ya Trump aliyozungumza kuwa kuna mazungumzo yanaendelea chini kwa chini, au tuchukue kuwa Iran wamekubali mazungumzo ambayo pia hata wao wanakanusha. Hata tuchukulie kuwa Trump alichokisema kuwa Iran wanataka mazungumzo, lakini Iran wanasema kuwa hatujaitisha mazungumzo, kwa sababu hii kauli ya kuwa hatujaitisha mazungumzo imezungumzwa hata na balozi wa Irani kwenye Umoja wa Mataifa, kuwa hakuna mtu Irani au kiongozi yote wa Irani ambaye ameomba mazungumzo na Marekani, wala hakuna kiongozi yote ambaye alitaka mazungumzo na Marekani. Kwa hilo mimi naweza nikalipa nguvu kiasi, kwa sababu nikichukua asili ya mgogoro ulipoanzia na mazungumzo yalipoanza. Kabla ya mazungumzo kuanza, kwanza Trump alitupasha habari kuwa amemwandikia barua Khamenei kuomba sasa mazungumzo ya Marekani na Irani. Manake kama aliyeomba mazungumzo alikuwa ni Marekani kuanzia mwanzo. Hii ilikuwa ni mwezi wa 3 ambapo kuwa hiyo ndio barua iliandikwa kuwa kwenda kwa Iran, kuwa Marekani inataka kuanza mazungumzo ya moja kwa moja na Iran. Sasa tukichukua hapo kuanzia wakati huo aliyeomba mazungumzo alikuwa ni Marekani, sio Iran. Sasa hatujui baada ya huu mzozo kutokea nani anatuambia ukweli, nani anazungumza uongo, kwa sababu kila upande unazungumza kuwa huyu analeta watu wake kutaka mazungumzo, huyu mwingine anasema huyu analeta watu wake kutaka mazungumzo. Nani analianzisha mazungumzo? Kikubwa sisi tunataka ikiwezekana hayo mazungumzo yatokee, na bato waliowekana nadhani heshima itakuwepo kwa pande zote. Kila mmoja atamjua mwenzake kuwa huyu ni mzuri wapi, huyu ni mzuri wapi. Heshima itakuwepo. Baada ya pale sidhani kama kutakuwa kuna kutishana kuwa nitakupiga, nitashambulia, nitafanya nini. Baada ya hapo kila mtu atamheshimu mwenzake. Jamani, asanteni. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli.